Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana juu ya muendelezo wa sakata la dabi ya Kariakoo, ambako klabu ya soka Young Africans leo hii imekwenda katika ngazi ya juu zaidi mara baada ya kuweza kupeleka malalamiko yake katika mahakama ya usuluhishi kimichezo kasi na kushindwa kutoa maamuzi ambayo wao wanaona ya kwamba sio sahihi ambayo yameweza kutolewa na hapa nazungumzia kasi kwa kuweza kuwaambia warudi kwanza katika shirikisho la soka. Hapa nazungumzia TFF na bodi ya ligi waweze kukaa nao chini kuweza kumaliza sakata hili, wakishindwa ndio warudi tena kasi. Sasa mara baada ya kasi kuweza kutoa majibu hayo, bodi ya ligi wenyewe walichokifanya ni kwenda kutangaza tarehe ya mchezo wa dabi ya Kariakoo bila kuweza kuwasikiliza kwanza Young Africans, ambapo Yanga wenyewe wakatangaza kwamba hawana imani na bodi ya ligi na hawako tayari kwenda kupeleka malalamiko yao pale. Sasa inaelezwa kwamba ngazi nyingine ambayo Young Africans wamekwenda kuipanda ni FIFA, ambako wameelekea FIFA kuweza kupeleka malalamiko yao juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo unaambiwa huko ndio kwa ambako atakwenda kutoa. Sasa klabu ya soka ya Young Africans wamedondoka pale FIFA na wamekwenda kupeleka malalamiko yao juu ya yale ambayo yanayoendelea kwa sasa huko katika kesi yao hiyo, ambayo wanadai kwamba wapewe magoli 3 na alama 3 kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika siku ya Machi 8, 2025, ambapo klabu ya soka ya Simba waligomea mchezo huo. Sasa yapi ambayo yamejili huko kasi utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili ambayo niko nayo hapa ni kuhusiana kutoka kule FIFA, sio kasi, ni FIFA ambako Young Africans ambako wameelekea. Ni yapi hayo utakwenda kujua kama ifuatavyo, ila kabla tujaendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili kubwa ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Bana, mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli katika sakata hili, kila mmoja akiendelea kutaka kujua hatima ya mwisho wa haya ambayo yanayoendelea kwa sasa, kutokana na kwamba muda unazidi kwenda. Ligi kuu ya soka Tanzania bara inaelekea mwishoni, huku taarifa za mchezo huu wa dabi ya Kariakoo zikiwepo, lakini uhakika sasa ndio swala ambalo linalohitajika kwamba Young Africans watapeleka timu ama hawatopeleka timu. Naambiwa bodi ya ligi wenyewe wameingia kwenye mtego wa klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya. Sasa ni mtego gani huu ambao bodi ya ligi wameweza kuingia kwenye sakata hili? Unaambiwa maelezo ya afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Tanzania TPLB Almas Kasongo, inaelezwa ya kwamba akitaja sababu za bodi kupanga tarehe ya mechi ya dabi kati ya Yanga dhidi ya Simba, mechi ambayo iliibua mgogoro mkubwa baada ya kuahirishwa ghafla. Kwa mujibu wa Kasongo, TPLB wameamua kupanga tarehe ya mchezo huo baada ya kasi kutoa maamuzi ya kesi ya Yanga, na kwamba katika kesi hiyo wameshindwa, kitu ambacho sio kweli. Huo ni upotoshwaji wa hali ya juu. Kupitia maelezo ya Kasongo, nimegundua kuwa aidha viongozi wenye mamlaka ya soka nchini hawajui kilichoamuliwa na kasi dhidi ya Yanga au wanaamua tu kupotosha umma. Ipo hivi, kasi ni mahakama ya rufaa ya michezo ambayo kazi yake kuu ni kutolea maamuzi, yani rufaa zinazowasilishwa na vilabu baada ya kutoridhia maamuzi yanayofanywa na mamlaka za soka katika nchi husika. Yani nikimaanisha kwamba endapo na sakata lako likishindikana
kutolewa ufafanuzi na TFF na bodi ya ligi, basi unapaswa ndo kwenda kwenye mahakama hiyo ya usuluhishi ya kimichezo. Sasa kwenye issue ya Yanga huko kasi walipeleka malalamiko na sio rufaa kama inavyotakiwa, kwa sababu hawakuwa na vielelezo vyovyote vya maamuzi ya shauri lolote kutoka TFF au bodi ya ligi. Ndio maana kasi wakawaagiza Yanga kuwasilisha vielelezo vya maamuzi ili rufaa yao ifunguliwe, na wakawapa siku 10 za kutekeleza agizo hilo. Siku 10 zilipoisha bila Yanga kuwasilisha document zilizoombwa na kasi, faili lao likawa rejected, limeondolewa. Hivyo ndicho kilichotokea kasi. Hivyo basi Kasongo kusema kuwa Yanga wameshindwa kesi kasi ni uongo, na kama hiyo ndio sababu ya bodi kupanga tarehe ya mechi ya dabi, basi huko ni kukurupuka na watakuwa wameingia kwenye mtego wa Yanga. Yanga wameendelea na mgomo wao wa kutocheza mchezo huo, na kwamba hawana imani na mamlaka husika ambayo ni TFF na bodi ya ligi. Sasa kama wasipotokea uwanjani, swali ni je, TFF na bodi ya ligi watachukua uamuzi gani? Je, watagawa pointi 3 na goli 3 kwa Simba, ikiwa ni pamoja na kuwanyang'anya Yanga pointi 15 kama kanuni zinavyoelekeza? Kama yatatokea hayo, maana yake Yanga sasa watakuwa na sababu za kuwasilisha rufaa yao kasi kupinga maamuzi ya Simba kupewa pointi 3 na magoli 3 pamoja na kupokonywa pointi 15 zitakazowashusha chini kwenye msimamo wa ligi. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa. Wakati huo hayo yote yakiweza kujili na watu wakisubiri kuweza kutizama mchezo wa dabi ya Kariakoo, ni wazi ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans haina mpango wa kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo kwa kile ambacho kinachoonekana mpaka sasa. Unaambiwa Yanga wakati bodi ya ligi wakipanga tarehe yao, Yanga wenyewe wana tarehe yao nyingine kabisa ambayo wanakwenda zao kule nchini Rwanda kabisa. Unaambiwa klabu ya soka ya Young Africans imealikwa kwenye ufunguzi wa moja ya viwanja vitakavyozinduliwa nchini Rwanda Juni 15, 2025, siku ambayo mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ungewakutanisha Simba na Young Africans. Lakini rais wa Yanga inasemekana amekubali huo mwaliko, ambapo Young Africans watacheza dhidi ya Rayo Sport nchini humo siku ya tarehe 15 Juni 2025. Ikumbukwe hii ndio siku ambayo bodi ya ligi imeupanga mchezo ambao klabu ya Yanga imeugomea mchezo huo. Inasemekana siku ya tarehe 13 Juni kikosi cha Young Africans kitasafiri kuelekea nchini Rwanda kwa ajili ya mchezo huo wa kirafiki dhidi ya Rayo Sport ya kule nchini Rwanda. Lakini katika yote hayo ambayo yanajili hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni rais wa TFF ambaye ni Wallace Karia. Yeye alipoweza kuulizwa juu ya yale ambayo yanayoendelea, majibu yake yalikuwa yana kama yafuatavyo, ambapo aliulizwa kuhusiana na hatima ya dabi ya Kariakoo. Anasema ya kwamba, ananukuu, kwamba bungeni waliniuliza sana kuhusu ripoti ya uchunguzi, nikawaambia haiwezi kutoka kwa sababu kuna mwingine alienda kwenye vyombo vya sheria, kwa sababu kila mmoja na sehemu yake, itafanyika muda utakapofika, kwa sababu shauri bado linaendelea na hatujui litaisha ama alitoisha. Kwa hiyo sio vizuri kutoa taarifa hizo kwa kuwa tayari mmoja alishaenda sehemu za usuluhisho, kwa hiyo ni vizuri tukaheshimu. Kwa hiyo kinachotokea hapa ni kwamba pengine mambo yanavyozidi kwenda, kwamba hata tarehe yenyewe ambayo imepangwa huenda mchezo huo usiweze kuchezwa kutokana na kauli ambazo zinazoendelea mpaka sasa. Young Africans kashikilia msimamo wake akisema ya kwamba haki itendeke. Tunasubiri kuweza kusikia mengine yapi mapya yatakayoweza kujiri. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.